Kutokana na kutrendi kwa tukio ambalo limetrendi sana katika mkoa wa Rukwa wilayani Sumbawanga, tukio ambalo limesikitisha na kuumiza mioyo ya watu wengi kutokana na mwanafunzi aliyefariki, ambapo chanzo cha kifo cha mtoto huyo inasemekana ni adhabu kubwa ama adhabu iliyopitiliza kipimo kutokea shuleni alipokuwa anasoma. Taarifa inasema kwamba kijana huyo alipewa adhabu na mwalimu wake mkuu pamoja na walinzi wawili kwa kutumia waya wa umeme, kwa maana kwamba alichapwa kwa kutumia waya wa umeme, jambo ambalo lilimletea majeraha makubwa sana mwilini mwake na kupelekwa hospitali na bila mafanikio yoyote katika hospitali ya mkoa wa Rukwa pale Sumbawanga, na baadaye akapewa rufaa kuelekea pale Mbeya kwa ajili ya matibabu zaidi. Lakini kufika pale mkoani Mbeya ikatokea mtoto huyo amefariki. Sasa taarifa imetrendi sana. Sisi pia kama Ushuani Media tumefika katika ofisi ya mkuu wa wilaya ya Sumbawanga, Mheshimiwa Nyakia Ali Chirukile. Kubwa zaidi ni kutaka kujua, akiwa kama mkuu wa usalama pia ambaye ni mkuu wetu wa wilaya ya Sumbawanga, taarifa amezipata vipi, lakini anazungumziaje jambo kama hili, adhabu kubwa ambayo inapelekea kifo kwa mwanafunzi, na pia anatoa wito gani kwa shule zingine ambazo zipo katika nchi yetu ya Tanzania. Mkuu wa wilaya huyu hapa. Lakini kabla ya mkuu wa wilaya ya Sumbawanga, nataka nikukumbushe tu kwamba fundi pikipiki Edo ambaye anapatikana mitaa ya NBC pale yuko tayari kwa ajili ya kukuhudumia. Kwa hiyo kama una pikipiki yako, una guta, una generator, lakini pia una pampu ya kuvuta maji, basi unaweza kupeleka pale ili chombo yako iwe imara zaidi. Hawa jamani mafundi ambao hawana mbambamba, hawana uizi wowote. Kwa hiyo ukifika pale anakushauri chombo yako itumie vipi, lakini pia ile kibishwe kitu gani, na anakuagiza mwenyewe ukanunue kifaa dukani. Anaitwa Fundi Edo ama Kasunga Company Limited. Sasa karibu tumsikilize mkuu wa wilaya ni kitu gani amezungumzia juu ya hili janga ambalo limetokea ndani ya wilaya yetu ya Sumbawanga. Tumekutana hapa kwa maswali ambayo umeuliza kadha kuhusiana na hali iliyojitokeza kwenye wilaya yetu ya Sumbawanga, hususan manispaa ya Sumbawanga. Ilikuwa ni siku ya Ijumaa ya tarehe 21. Kulitokea tukio kama ambavyo amezungumza kamanda wa polisi mkoa. Ilitokea tukio la kutaarifiwa kwamba kuna watoto wamefanywa ukatili wa kimwili katika moja ya shule hapa katika manispaa ya Sumbawanga. Shule hii inamilikiwa na mwekezaji binafsi. Shule inaitwa Kagwa Sekondari. Kuna watoto watatu inasemekana majira ya saa 8 usiku walibainika kwamba wameruka ukuta, wameenda kwenye mabweni ya wanafunzi wa kike. Na baada ya hapo uongozi wa shule kwa kushirikiana na walinzi kama alivyosema kamanda wa polisi mkoa, waliwapa adhabu wale vijana. Adhabu yenyewe ambayo kwa kweli ni mbaya sana, kwa sababu inasemekana walikuwa wamewafunga mikono na miguu wakiendelea kuwaadhibu kuanzia saa 8 mpaka saa 11 alfajiri na dakika zake. Sasa ndipo ilipofikia mmoja wa wanafunzi aliweza kuruka, kujifungua zile kamba na kukimbia kutokana na ile adhabu alikuwa ameipata. Kaenda kwa taarifa wazazi wake kwamba bwana, shuleni tumefanyiwa ukatili huu wa kimwili. Akaonyesha makovu aliyokuwa ameyapata. Wazazi wakabidi waende kuripoti polisi, na baada ya hapo wakampeleka mtoto hospitali. Lakini wakati wameenda hospitali, yule kijana alionyesha pia kwamba kuna wenzake wawili aliokuwa nao na wenyewe wameadhibiwa, wako katika hali ambayo sio nzuri. Kwa hiyo wakati wamefika kule, wale wazazi ilibidi waende shuleni pale, na kweli wakambaini mmoja, wakamchukua wakampeleka hospitali. Wazazi wale ndio walionipa taarifa mimi kwamba kuna swala hili limejitokeza, lakini mbali ya hao wawili kuna mtoto mwingine haonekani, na inasemekana kwamba uongozi wa shule umemficha sehemu wakiendelea kumhudumia, ambaye ndiye alikuwa na hali mbaya zaidi. Kwa hiyo nilichofanya ni kuwasiliana na vyombo vyetu
kwa maana kuwasiliana na OCD kumwelekeza afuatilie hilo jambo na anipe matokeo ya hilo jambo. OCD alifuatilia na akanieleza kwamba tayari wamewachukua wahusika, wanaendelea kuwatafuta kwa sababu muda ule wakati wanapewa hizo taarifa hao wengine walikuwa wameshatoka na mwalimu mkuu alikuwa yuko kanisani. Sasa hilo ni tukio ambalo ni siku ya Jumapili kama sijakosea, sababu ile ilitokea usiku wa kuamkia Jumamosi saa 8 siku ya Ijumaa kuamkia Jumamosi. Vyombo viliendelea kufanya kazi, jeshi la polisi, na hatimaye wahusika watatu walipatikana, akiwa walinzi wawili kama alivyozungumza RPC, lakini na mkuu wa shule hiyo ya Kagwa. Pale kuna shule mbili, kuna shule inaitwa Sante Kagwa, kuna shule inaitwa Kagwa, lakini zote ziko kwenye eneo moja ambalo limetenganishwa na uzio. Kwa hiyo Jumatatu yule mtoto ilibidi asafirishwe kupelekwa Mbeya baada ya kuwa matibabu hapa kwenye hospitali yetu ya mkoa yameshindikana, ikabidi apelekwe hospitali ya rufaa Mbeya ili kupata vipimo zaidi na kusaidia kupambana kuokoa uhai au maisha yake. Siku ya Jumatatu saa 3 usiku nikapokea simu kutoka kwa mzazi wa mtoto akilia kwamba mkuu, mwanangu ameniulia. Kwa yule kijana alipofika Mbeya, nafikiri hakuwa ameanza hata vipimo, kwa hiyo akawa amefariki. Kijana yule mwenye umri wa miaka 15 aitwaye Novatus Mgeni akawa amefariki. Kwa nilichofanya ni kuelekeza, kumjulisha, kuwasiliana na OCD wangu na kumwambia sasa hatua za kisheria ziendelee, wao wenyewe ndio wanajua na mambo yao ya kiuchunguzi kama alivyozungumza RPC. Kwa hiyo uchunguzi nafikiri ambao wameufanya ndio unabainisha kwamba mtoto huyo alifariki baada ya kupata shambulio hilo la kimwili ambalo walimu na walinzi walimpiga sana kufikia kupoteza maisha yake. Na nilielekeza uongozi wa shule ushiriki kikamilifu hayo mazishi, na baadaye ndio taratibu nyingine zitaendeleza kisheria. Kwa hiyo wametoa magari ya kuwabeba waombolezaji kutoka hapa Sumbawanga kwenda Njombe. Wametoa gari ya kubeba mwili wa marehemu na vitu vingine ambavyo vinahusiana na msiba. Na sisi kama serikali, wako wazetu wametuwakilisha kule Njombe. Manispaa imetoa mtaalamu wa kutuwakilisha kule, na walimu wengine, watumishi mbalimbali ambao wenyewe wameenda kutuwakilisha kule kufuatia hicho kifo cha huyu mtoto ambaye anazikwa leo, mtoto Novatus Mgeni. Adhabu hizi zinatolewa kwa mujibu wa sheria. Ipo sheria, sera ya elimu imeweka wazi ni viboko vingapi mtoto wa shule anatakiwa kuchapwa. Sasa leo limetokea kwa mtoto amechapwa, ameadhibiwa hivyo kuanzia saa 8 mpaka saa 11 alfajiri kwa maelezo tunayopata, kitendo ambacho kilichopelekea mtoto huyo kufariki. Tumepelekea hao wazazi, walimu hao ni wazazi wenzetu, tunapelekea watoto wetu kwa lengo la kuwalea, malezi, lakini sio kwenda kuwapa adhabu ambazo zinafika sehemu tunaziita corporal punishment, adhabu za kijeshi zaidi. Sasa mtoto yule kwa miaka 15 bado ni mtoto, mwili wake haujaweza kustahimili mikiki ya vurugu nyingine. Kwa hiyo ni watake walimu kufuata sheria, sera na miongozo iliyopo katika kutoa adhabu kwa wanafunzi, kwa sababu walikuwa na uwezo, kama kweli walikuwa wamemisbehave, walikuwa na uwezo wa kuwa suspend wale watoto, kuwarudisha nyumbani na baadaye ikiwezekana kuwafukuza shule ili wazazi watafutie maeneo mengine ya kusomea. Lakini wao wakachukua dhamana hiyo ya kwenda kuwatandika watoto wale fimbo ambazo tunaambiwa kwamba walikuwa na chapwa na waya wa umeme. Sasa tuelewe walikuwa na chapa eneo moja au walikuwa wanachapa kila sehemu ya mwili. Kitendo kilichopelekea huyo mtoto kufariki juzi siku ya Jumatatu. Sasa hii wito ni kwa shule zote, tusipende kutoa adhabu ambazo ni zaidi ya kiwango.
lakini imeshasemekana mzazi yoyote, mwalimu, mtumishi anayetaka kutoa adhabu kwa mtoto lazima aombe kibali kwa mkuu wa shule. Kwa hiyo lazima tuzingatie miongozo iliyopo ili kuhakikisha wenzetu hawaingii kwenye matatizo, kwa sababu hii sasa ni kesi ya mauaji kama alivyozungumza RPC. Sasa na huku shuleni, tuwalee watoto wetu, tuwalee watoto katika misingi ya upendo, ili mwisho wa siku na sisi tuwekeze kwao. Lakini hii tunatengeneza uadui ambao haupo. Kwa zaidi ya yote niseme apumzike kwa amani mtoto huyu Novatus Mgeni, kwa sababu Bwana alitoa, Bwana ametoa, na jina lake lihimidiwe. Mimi niendelee kuwaelekeza wenzangu wa vyombo vya kisheria waendelee na taratibu zao dhidi ya hawa wahusika. Ikibainika wametenda hilo, basi sheria ifuate mkondo wake, na labda inaweza ikawa pia ni fundisho kwa baadhi yetu ambao tumekuwa tukitoa adhabu kupita kiasi ambacho kimeandikwa kwenye sheria za nchi. Kwa hiyo nawashukuru sana, lakini zaidi ya yote niendelee kusisitiza tufuate taratibu zilizowekwa, na pole sana wazazi wa huyu mtoto Novatus, lakini pole sana Manispaa Sumbawanga, kwa sababu hili ni jambo ambalo kwa kweli limegusa sana hisia za watu. Kwa hiyo tuendelee kusema apumzike kwa amani Novatus Mgeni. Ushuani Media ilitembelea baadhi ya mitaa ambayo inapatikana katika wilaya ya Sumbawanga na kuzungumza na wananchi juu ya jambo ambalo limetokea katika shule ya St. Kagwa ambayo inapatikana wilayani Sumbawanga, na kubwa zaidi ni kufahamu wao wakiwa kama wazazi wanatambua vipi utoaji wa adhabu mashuleni ambako ndiko watoto wao wapo kwa muda mwingi. Mimi George Simon Kizepa, mimi ni bodaboda hapa Mahakamani. Adhabu zinazotolewa mashuleni hazizingatii haki. Baada yake zinatolewa tu kama kwa matakwa ya yule anayehusika. Kwa sababu hizo adhabu zinaweka sana watoto wanakuwa sugu. Adhabu nyingi zinazoonekana kwa watoto wanaosoma katika shule za hapa kwetu, nyingi ni za uzalilishaji. Kwa mfano, mwanafunzi anapokosea, adhabu anayopewa unakuta anavuliwa nguo ndio anapigwa viboko, ama anapewa adhabu nyingine ambayo pia hii adhabu baadaye inaonekana amezalilishwa. Sasa hiyo sio sawa. Kazi ya mwalimu kwanza ni kumlea mwanafunzi kama mzazi. Ni kweli mwanafunzi lazima akosee, lakini zipo adhabu. Kuna adhabu zile ndogo ndogo ambazo anaweza akapewa kazi baada ya viboko. Kwa majina naitwa Livinus Linus, ni bodaboda hapa kijiwe cha Mahakamani. Wazazi wanatakiwa kuonyesha ushirikiano na walimu, hasa pale mwanafunzi anapokuwa ametenda kosa pale shuleni. Kitu cha kwanza natakiwa walimu wanakuwa na mawasiliano na wazazi ili kujenga ule ukaribu inapotokea mwanafunzi amefanya kosa lolote pale shuleni. Ile itasaidia kwa ajili ya kushirikiana pale ambapo au kabla ya kutolewa adhabu kwa yule mwanafunzi. Wanaweza kukaa mzazi na mwanafunzi wakajaribu kushauriana kwamba tunafanyaje ili huyu mtoto tuweze kumjenga, na sio mwalimu kuchukua sheria labda mkononi ila ya kumwadhibu mtoto. Hivi tu juzi tumepata taarifa shule moja huko inaitwa St. Kagwa, iko huko Kisiwani huko juu, tumewahi kushuhudia na kusikia kwamba kuna mwanafunzi ameadhibiwa hadi kupelekea kifo. Mimi wito wangu au ushauri wangu kwa walimu wasio wanajichukulia sheria mkononi, na wajaribu pia kupunguza adhabu. Hivi viboko sawa tukatai. Yaani hata kwenye maandiko matakatifu yameandikwa mtoto usimnyime kiboko. Kwa hiyo wewe na kiasi. Kwa mfano unakuta mwanafunzi ametenda kosa ambalo linastahili viboko. Sasa wasiwe wanachapa viboko vingi. Kwa mfano unamwadhibu hata kiboko kimoja au viwili sio mbaya, haiwezi kapelekea madhara au shida. Lakini unakuta mwalimu labda anamwadhibu mwanafunzi labda viboko kuanzia 20 30, au wanapanga walimu mstari wanapita hapa na hapa, ile kwa sababu wanafunzi wengine unakuta kiafya sio wazima. Kwa hiyo ndio imani inapelekea mpaka madhara hayo, na huenda hata huyu mwanafunzi pengine alikuwa ni mbovu na adhabu labda pengine ikawa ni kubwa zaidi, ndio maana ikapelekea hayo madhara. Kwa hiyo walimu, mimi wito wangu walimu wapunguze adhabu kali kama hizo.